Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona tayari tumekwisha wazili eneo la Muzdalifa. Eneo la Muzdalifa ndio hili, kama unavyoliona, ardhi kabisa, ardhi natural kabisa, mchanga, watu wamelala chini kabisa, baadhi wako na familia zao, taasisi wamelala kwa pamoja bila kumhofia mwenzio. Ni ibada ya hija kwa mwaka huu wa 2023 ambapo leo tayari mwezi 10 mwaka huu 1444 taasisi ya Tauhidi Development Network ambayo iliwasili katika mji mtukufu wa Maka tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2023, ambapo leo ndio wako hapa katika eneo hili la Jamarati, ambapo jana tuseme mwezi 9 ndio walikuwa katika eneo la Arafati. Hivi sasa mahujaji wamepumzika tayari asubuhi kuelekea katika eneo la Jamarati kwa ajili ya kupiga mawe. Mahujaji wa Tauhidi kama unavyowaona wako hapa, mahujaji wa Tauhidi, baadhi yao nitawapa ujitambulisho. Wamefika eneo la Jamarati, eneo la Muzdalifa. Eneo la Muzdalifa wanazungumziaje hii hali? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kama mnavyoona hapa ni eneo la Muzdalifa, baada ya siku adhim kabisa, siku ya Arafa, ambapo wote tulikuwa siku ya Arafa, nao mahujaji wote tumeletwa hapa eneo la Muzdalifa. Tutalala hapa kama mnavyoona, kila mtu anachukua nafasi yake. Kwa kweli ni experience nzuri ambayo haibagui mtu. Haijalishi una cheo gani, haijalishi unatokea wapi, haijalishi wewe ni nani, lakini sote tutalala chini hapa tayari kabisa kwa ajili ya kesho asubuhi, kwa ajili ya kwenda kupiga mawe huko Jamarati. Kwa hiyo ni experience nzuri, mataifa yote yamewekwa hapa. Kila mtu anaonekana anajaribu kuchukua nafasi yake ya kujipumzisha japo masaa machache kabla hiyo alfajiri kuingia. Kwa kweli tumepata experience nzuri kabisa, na tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kuteuliwa na kuchaguliwa katika hili, kwa sababu sio kila mmoja ambaye anaweza kufika katika eneo hili. Tunaombea Mungu ambao hawajaweza kufika na wao wapate kufika hapa kutimiza nguzo hii ya 5 ya dini yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mtazamaji, kina mama wa Tauhidi nao tayari wapo hapa katika eneo la Muzdalifa, ambapo wengine naona wanahesabu mawe. Kina mama wa Tauhidi wako wamekwisha fika hapa eneo la Muzdalifa, ambapo tayari wamekwisha pata ibada. Hapa unakusanya swala 2 ya magharibi na isha. Ni usiku karibuni saa 7 hivi ambapo tumewasili katika eneo hili la Jamarati, eneo la Muzdalifa. Kama unavyoona ni eneo kubwa sana. Nitawatafuta mama 2 au 3 waweze kujitambulisha. Alhamdulillah rabbil alamin. Hivi sasa ndio tumeingia hapa Muzdalifa, tunaendelea na ibada. Tumeswali swala ya magharibi pamoja na swala ya isha, tumechanganya. Tunaokota mawe 70 kwa ajili ya Jamarati kesho. Alhamdulillah tunaendelea vizuri, mahujaji wako vizuri. Namuomba Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu. Alhamdulillah ndio tumetoka Arafa muda sio mrefu. Hai. Kwa jina naitwa Kamaria Muhammad Juma. Tumeingia katika uwanja wa Muzdalifa. Hapa sasa hivi tunaokota mawe ya kwenda kupiga huko kwenye hayo majiwe matatu. Ndio tunaokota hapa mawe 70 sasa hizi. Tunamshukuru Mungu tumefika salama na tumeanza hiyo kazi yetu ya kuokota mawe. Alhamdulillah. Mimi natokea mkoa wa Dar es Salaam, kwenye wilaya ya Kinondoni, Makongo Juu. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Salama Abdalla Nasoro, ni hajjat kutokea mkoa wa Mwanza. Wakati huu tuko Muzdalifa
Wakati huu tuko Muzdalifa, tunajiandaa katika sehemu ya ibada. Tumefika hapa kwenye muda wa saa 4 karibia kwenda saa 5. Tumeswali raka 3 za magharibi na baadaye tukaswali raka 2 za isha. Baada ya hapo sasa tuko tunajiandaa kwa ajili ya kulala na kesho kwenda Jamarati kwa ajili ya kupiga katika kile kiguzo kubwa mawe 7 insha Allah. Tunaama huyu hapa. Sauti yangu imekauka nitaongea. Naitwa Farida Shabani Msangi. Niko hapa katika viwanja vya Muzdalifa kwa ajili ya ibada inayoendelea ya hija. Tukiwa tumetoka zetu kwenye kisimamo cha Arafa na ibada yetu inaendelea vizuri alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia nafasi hii. Tunawaombea na wenzetu wote ambao hawajaliwa, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi muweze kupata bahati hii ya kuja kufanya ibada hii maalum, ibada hii kwa ajili ya kutimiza nguzo yetu ya 5 ya Uislamu. Tuko pamoja na taasisi ya Tauhid ndio tuliotoka nayo Dar es Salaam. Kwa kweli tunawashukuru alhamdulillah kwa mafunzo mazuri tuliyopata, maelekezo mazuri tuliyoyapata toka mwanzo wakati wa semina, na sasa hivi tunaona tunafanya vizuri katika ibada yetu na mambo yetu yanaendelea vizuri alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunahama ni mahujaji wa taasisi ya Tauhid. Popote pale ulipo ni saa 9 kasoro sasa usiku wa 8. Hii ndio eneo la Muzdalifa. Ni eneo la Muzdalifa kama unavyoviona, watu wakiwa wamelala chini ya ardhi, kwa maana wamelala chini kwenye mchanga. Ni hali halisi ilivyo tofauti na sehemu nyingine zote. Zaidi watu wamewekea vilago, watu wametandika vilago. Ni eneo la Jamarati hili ambalo maelfu kwa mamilioni ya mahujaji lazima ulale hapa lazima ulale. Serikali ya Saudia ilifanya ni kuweka miundombinu juu ya barabara kama mnazoziona hizo barabara za juu, kama unavyoziona barabara za juu, na sana kuna ndio hivyo hapo, lakini watu wote nalala chini. Hakuna cha mkubwa, kuna cha mheshimiwa, kuna cha nani, watu wote wanalala chini hapa, ambapo baadhi ya mahujaji wamekwishaanza kuondoka usiku wa saa 9 kuelekea Jamarati kwa ajili ya kwenda kupiga mawe, kwani wengi wao wanakwenda kwa mguu kuhofia jua, hivyo wanawahi mapema kidogo. Mwendo mrefu hapo unaweza kuchukua zaidi ya masaa 2 au masaa 2.5, inategemea na jinsi unavyokwenda, lakini kwa sababu watu wanatembea ni mamilioni kwa mamilioni ya watu mnakuwa kwa pamoja. Lakini hii ndio hali halisi. Nimeamua
katika mahujaji wa taasisi ya Tauhid Development Network. Kama unavyoona ndio hao hapo wamelala, ambapo tuliwasili hapa usiku kama saa 6:30, 7 hivi. Ni sehemu ambayo pana usingizi mzito, ni usingizi mzito sana. Haieleweki Mwenyezi Mungu mwenyewe aliweka siri gani hapa, aliweka siri gani. Lakini mahujaji wa Tauhidi nao ndio hao tuko nao hapa. Jumla ya mahujaji 125 wa taasisi ya Tauhidi tulikuja nao kwa mwaka huu 2023, ambapo tuliwasili hapa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2023. Na kuonyesha hii coverage ya picha unavyoona, shuhudia mwenye mpenzi mtazamaji, huu ndio ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mwenyezi Mungu anaamua atakalo bila kujali mkubwa wala mdogo. Haya ndio maisha ya ibada ya hija. Kwa mujibu wa Mashia wamesema jana, eneo la Arafa ni moja kati ya dalili za kiyama, miongoni mwao na maeneo mengine kama haya maeneo ya Muzdalifa. Hebu washuhudie mwenye hawa watu, shuhudia mwenye subhanallah, watu wamelala, hakuna kujali jinsia, wanawake wanaume wamelala pamoja hapo. Watu wamelala saizi ndio wanaamka, maeneo ya vyoo, foleni zaidi ya watu 10-15 kwenda kupata nafasi ya haja, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watu vitu wanaona kawaida. Barabara ya juu kama unavyoona hii hapo, hiyo ni barabara ya juu ambapo magari na yenyewe bado yanasafirisha mahujaji, yenye kuwarudisha, yenye kuwapeleka mahemani, kwa sababu hapa eneo hili la Muzdalifa hapa watu ambao hawajiwezi huwa wanachukuliwa na magari wanarudishwa Mina, lakini kuna wengine wanaondoka mpaka Jamarati kwenda kupiga mawe. Wakishafika kupiga mawe wanaunganisha moja kwa moja kuelekea katika msikiti mtukufu wa Makka kwa ajili ya kwenda kupata tawafu. Ni sahihi kwao. Mimi ambaye niko hapa kwa ihsani ya taasisi ya Tauhid chini ya mwenyekiti wake Profesa Musa. Baadhi ya vyoo haba maji hivyo inabidi tuelekeze kwenda katika vyoo vingine. Tambulisha. Mimi kwa jina naitwa Omar Muhimu. Nimeamka alfajiri, naanza kwa ajili ya kwenda Jamarat, na tunataka kwanza kuchukua udhu hapa saizi, lakini nadhani problem hapa ni maji kuweza kutawadha na kufanya ibada ya asubuhi kabla ya shughuli kubwa ya kwenda kupiga mawe shetani. Sasa ndio tunaangalia kulia na kushoto kuangalia labda wapi tutapata maji, lakini kwa uwezo wa Allah labda tunaweza tukafanikiwa. Assalamu alaykum, naitwa Abdul Latif, niko katika ibada hii ya hija, na hapa leo tuko Muzdalifa. Tumeamka hii saa 9:08 hivi ili kujiandaa kwa swala ya alfajiri, huko tukiendelea kutafuta maeneo ambayo tunaweza kupata maji kwa ajili ya kujiandaa kwa swala ya alfajiri pamoja na swala za usiku inawezekana kabla ya alfajiri. Unazungumziaje usingizi wa eneo hili la Muzdalifa? Wallahi mimi nimefika tu, nimelala hapo, nimejikuta nimeamka saa 9 tena baada ya mahono kunizidia, lakini usingizi nimeupata vizuri kabisa bila mashaka, chini ya kwenye ardhi kabisa hapa, wala hamna shaka, umekuja kwa raha yake. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Majina naitwa Azudi Athmani Mrisha, niko eneo la Muzdalifa. Hapa tumefika jana usiku na tumelala hapa, na hakuna magodoro hapa. Naona eneo lenyewe hakuna magodoro, tunalala chini, lakini usingizi wake kwa kweli ulikuwa ni murwa kabisa, safi. Tumelala nje bila kuna AC, lakini tumelala usingizi nzuri murwa kabisa. Na sasa hivi ndio tumeamka hapa, naona tunaanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kuelekea kwa ajili ya kulipa yale mawe yetu 7. Kwa kweli ni eneo la ajabu sana, eneo la ajabu, na ndio maajabu yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nashukuru sana.
Mpenzi mtazamaji, mmoja kati ya mahujaji ameamka sasa hivi hapa na mkurukusha huko ameamka, bado ana umata usingizi. Mheshimiwa, ungejitambulisha kidogo jina lako na hali ya usingizi katika eneo hili la Muzdalifa unazungumziaje? Maana kuna usingizi mzito sana. Usingizi ulikuwa mzito kwa sababu ni usingizi mfupi. Tumefika hapa tumechelewa sana kutoka viwanja vya Arafa, kwa hivyo tumelala kiasi masaa machache sana, na watu wengine bado wamelala, hivyo nainuka kwenda msikitini. Kwa hivyo na mimi hapa ndio najikusuru. Jina lako kujitambulisha? Abdurrahman Juma kutoka Morogoro. Mpenzi mtazamaji, mmoja kati ya mahujaji wa tauhidi ambaye tuko naye anatoka katika jiji la Mwanza, atajitambulisha hapa. Naona ameamka katika eneo hili la Muzdalifa. Karibu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Ahmad Mustafa, natokea jiji la Mwanza. Alhamdulillah, tumeamka salama hapa Muzdalifa baada ya jana kukamilisha ibada ya Arafa. Pamoja na changamoto mwaka huu mahujaji walikuwa wengi sana, tunamshukuru Mungu tumepata sehemu ya kuja kujistiri. Tumelala vizuri kabisa kama vile tuko 6 stars hotel, lakini tuko Muzdalifa, tuko chini vizuri. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah. Ibada yetu tunaomba Allah ndiye ibada yetu na kusamehe. Naitwa Abdalla Nasoro. Sasa hivi tuko wapi? Mimi hapa nyanya hapa Muzdalifa. Tunajitayarisha kwenda kupiga mawe. Hii ndio hali iliyobakia. Tuko na tauhidi, tunaendelea vizuri, au sio? Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tunatimiza haja inshallah. Usingizi wa Muzdalifa vipi, umeonaje? Usingizi mzuri wa ajabu. Siku na kitu gani hapo? Umepata usingizi mkubwa wa ajabu sana. Hiyo ndio hadi niko hapa, ni maajabu ya hapa. Shukrani sana. Tambulishe Dokta, uko eneo gani hili, unauzungumziaje usingizi wa eneo hili la Muzdalifa? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Dr. Amiri Batenga, mwenyeji wa Mwanza, na ni miongoni mwa mahujaji ambao nimepatana na hii taasisi ya tauhid kwa ajili ya safari ya hija. Alhamdulillah, ndo tumeamka hapa, tumelala hapa Muzdalifa baada ya kazi nzito na ibada nzito ambayo ni nguzo katika nguzo za ibada ya hija kwa kusimama Arafa ambao tumefanya jana. Alhamdulillah, tumeweza kufika usiku hapa na tumelala kwa kweli, tumelala usingizi mzito sana, na sasa hivi alhamdulillah tunazo nguvu za kutosha, ndo tunajiandaa sasa kwa ajili ya kuswali swala ya alfajiri, na baada ya hapo tuweze kuelekea Jamarat kwenda kupiga inshallah. Mmoja kati ya mahujaji wa tauhidi ameamka, huyu anaangalia mswaki wake. Ningeomba bwana mzee ujitambulishe hapa katika eneo hili la Muzdalifa. Jitambulishe, jina lako nani? Toa sauti. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa sauti kidogo. Naitwa Alhaji Hayesh Walidi, mwenyeji wa Kigoma lakini naishi Dar es Salaam, eneo la Toangoma. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha swala hili la hija. Hivi hapa tuko eneo la Muzdalifa. Natarajia kwenda Jamarat kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada hii ya hija shetani. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi juu ya hili ili niweze
kutekeleza ibada ya hija, kwani ni moja ya nguzo muhimu zaidi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, na kwamba Mwenyezi Mungu anajalia afya kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, kwa ajili ya kwenda ya shetani. Inshallah Mwenyezi Mungu anajalia na wengineo wote ambao tuko katika taratibu hii ya kusubiria muda huo ili tuondoka kwenda kwa ajili ya kutekeleza swala hili la kuondoa shetani. Mwenyezi Mungu njema mpaka dakika hii inshallah. Mpenzi mtazamaji, nimekutana na Amiri Kundecha. Amiri Kundecha huyu ni mdiru wa taasisi ya Jamarati, ambapo atatuelezea hapa nini kinachoendelea katika usiku huu wa eneo hili la Muzdalifa, ambapo jana tulikuwa katika viwanja vya Arafa. Amiri Kundecha, kwa ufupi unaizungumziaje ibada ya hija kwa mwaka huu? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Saim Gwao, alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo katika viwanja vya Muzdalifa. Hii ni ishara ya kwamba mapema jana magharibi tulianza safari baada ya kukamilisha ibada ya Arafa, ambayo ndiyo nguzo kuu katika ibada ya hija, na alhamdulillah alfajiri hii tunaamka katika viwanja vya Muzdalifa. Kazi kubwa iliyokuwa hapa kama Qur'ani inavyosema, faida afadtum min Arafat fadhkurullaha kadhikrikum abaakum, mnapomaliza shughuli na ibada za Arafati basi mtajeni sana Mwenyezi Mungu kama alivyokuongozeni, na mtajeni kuliko mnavyowataja wazazi wetu. Kwa hivyo bwana, kazi kubwa ilikuwa hapa ni kufanya dhikri na watu kujipumzisha. Alhamdulillah, inafahamika hii ni katika wajibatul haji. Kulala Muzdalifa ni katika wajibatul haji. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekamilisha wajibu huo, tumeamka salama. Wa Tanzania sote kwa ujumla tulioko hapa karibu, alhamdulillah, hatuna mashtaka ya mtu mwenye matatizo ya afya wala kushindwa kutekeleza ibada hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alhamdulillah sasa hivi tunajiandaa kusali sala alfajiri. Tukishamaliza kusali alfajiri muda mfupi, nusu saa baada ya sasa hivi, tutaanza kuelekea Mina kwa ajili ya kwenda kukamilisha ibada ya wajibu mwingine wa Jamarati wa kutupa mawe inshallah. Hilo ndio lililopo mbele yetu inshallah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo inshallah mpaka wakati huu inshallah. Na ningependa kutumia fursa hii kuwakumbusha, kuwanasihi wanakalamu. Nikiwa ni mwanakalamu, nafikiri kwa mazingira tumnayoona Muzdalifa ndipo mahali ambapo uthibitisho ya watu kuwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unajidhihirisha kutoka hapa, kwa sababu watu wote wako katika sura ya namna moja, vazi la namna moja, wamewala kiwanjani mahali pasipo na nyumba, pasipo na hema, kuthibitisha wao ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dalili tosha ya uthibitisho kwamba sisi si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amri ya Mwenyezi Mungu imewataka watu lazima walale katika Muzdalifa. Alhamdulillah, wanakalamu ni ibada inayopendeza sana, inayofurahisha sana. Ni waombe wanakalamu kushikamana kwa pamoja kama tunavyoshirikiana katika kushare, kusubscribe, kucomment. Alhamdulillah, tucomment na tunasihiane kwamba hija ni moja kati ya nguzo 5 za Uislamu. Usipokamilisha hija, maana yake unayo mapungufu katika Uislamu wako. Kwa hivyo hakikisha mwanakalamu umejiandaa kutekeleza ibada ya hija, kama ambavyo ningefurahi siku moja wanakalamu wengi kwa kiwango cha kutosha tukawa na grupu letu, tuko hapa Muzdalifa tukimsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukifurahia neema hii kujitambulisha kwa Mwenyezi Mungu sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Labbaik Allahumma hajj wal umra. Wanakalamu nikushukuru sana kwa nafasi hii inshallah. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nadhani sasa hivi tutasubiriana wenzetu wamalize kuswali na tutafata maelekezo ya viongozi katika utaratibu wa kwenda Jamarat. Leo ni Yaumun Nahar, mwezi 9, ambayo ni Yaumul Eid, siku ya kuchinja. Mwezi 10, afwan, ni mwezi 10 ambao ni siku ya kuchinja. Kwa hiyo leo tutaondoka na takbir pamoja na tarbia, zikiwepo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, lakini labbaik Allahumma labbaik. Na kila mmoja wetu anatakikana awe ajiandae kuwa na vijiwe, yani aokote vijiwe kwa yule ambaye hajaokota. Takriban leo tutapiga vijiwe 7 katika Jamaratul Aqaba, lile guzo kubwa kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao hawana uwezo kutokana na afya zao, basi vijana katika majumua yetu itabidi kusaidia, na utaratibu ni kama ufuatao. Tutapiga pale vijiwe 7 kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala, bismillahi Allahu Akbar, kisha Allahu Akbar, yani moja baada ya jingine, na kuhakikisha vile vijiwe vinaingia katika lile haush, ambao kuna hoshi mzunguruko mzuri pale, ambao mtu kwa kawaida tu akirushia itakuwa imeingia. Nasi tutakuwa tukiongozana, tukifika katika ile Jamaratul Aqaba tutakuwa kama tunalizunguruka vile, na ndiyo sunna. Kisha tutapiga kwa utaratibu. Sasa kutokana na zahma, kuna ile hali labda pengine kuna hali ya kupotezana, lakini kikubwa natakana upige vijiwe 7, na tutakuwa na mtu ambaye anayetuongoza pale mbele, na unamtaja Allah. Ukimaliza vijiwe vyako 7, kama kuna mtu unampigia, basi ndio unaanza kumrushia kijiwe kimoja baada ya vingine, na wala haifai kurusha mawe yote kwa pamoja, bali na inatakikana liingie katika sehemu ile, sio sharti kugonga ile, ili mradi iwe imeingia katika sehemu yake maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili hiyo. Kwa maana hiyo tufuate utaratibu ambao tutakaopewa na viongozi wetu, kutokana na leo ni siku ya zahma kubwa, watu ni wengi, kuna hali ya kupotezana. Lakini ikitokea hivyo, uhakikisha umepiga vile vijiwe 7, ndio hapo. Baada ya hapo tutarejea Mina, ndio yatakuwepo makazi yetu katika haya masiku ya Ayyamu Tashriq. Kwa maana hiyo safari tutakayotoka hapa, baada ya kukamilika maandalizi yote na ndugu zetu ambao hawajasali waswali, ndio tutafatana moja kwa moja hali ya kuwa na tarbia na takbir. Wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Maulidi yakutolea ufafanuzi siku ya leo mwezi 10 Dhulhijja kwa ajili ya kwenda kupiga mawe na dhahama. Kama unavyoona maelfu ya watu wao wanaelekea katika eneo la Jamarati kwa ajili ya kwenda kupiga mawe. Hao ni watu wa nchi za magharibi ambao wao wanakuja kwa wingi sana, katika huu mji mtukufu
wa Maka. Naam, naitwa Muhammad Musa Utali. Ninatokea Dodoma, Tanzania. Leo ndio tumeamka hapa Muzdalifa baada ya jana kutokea Arafa, ambako kule tulikuwa katika kiwanja ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema al-hajju Arafa, kwamba hija ili ikamilike basi ni lazima mtu afike katika viwanja vya Arafa. Na katika viwanja vya Arafa ndipo mahali ambapo tunafanya istighfari kwa wingi, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu, na vile vile tunamsifu Mwenyezi Mungu na kuomba maombi mbalimbali. Kwa kweli katika viwanja vya Arafa ni mahali ambapo tuna kisimamo kikubwa sana na kufanya dua, kukithirisha dua, kumuomba Mwenyezi Mungu mambo mbalimbali. Na baada ya kutoka hapo ndipo msafara wetu kaondoka katika viwanja vya Arafa baada ya jua kuzama, na tukaja hapa katika kituo cha Muzdalifa. Hapa kinachofanyika hapa ni swala la kupumzika, kuswali kwanza magharibi na isha kwa kuzipunguza na kuziunganisha. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tumelifanya hapa, na hapa ni mahali ambapo tumepumzika. Katika maeneo haya ya Muzdalifa ukifika unaweza ukashangaa na ukaona kwamba ni mahali ambapo kweli tunaweza tukalala hapa, lakini ni mahali ambapo usingizi unaupata katika kiwango cha ajabu kabisa. Unalala usingizi ambao mimi mwenyewe nimelala usingizi hapa ambao sijawahi kulala mpaka nilipokuja kuamshwa karibu kabisa na swala ya alfajiri. Kwa alhamdulillah, hii tunaelekea katika jambo la mwisho katika utekelezaji wa ibada hii ya hija. Tukitoka hapa tunaenda Jamarat, ambako leo tutapiga mawe 7 katika kumbukumbu ya kumpiga shetani. Kwa hiyo mahujaji wote tutaenda huko. Alhamdulillah, tunashukuru taasisi yetu ambayo tumeitumia kuja hapa, taasisi ya Tauhidi. Kwa kweli ni taasisi ambayo inawajali mahujaji wake na inawahudumia, na katika kila hatua tunapata maelekezo kutoka kwa wataalamu. Lakini vile vile katika taasisi hii tunafuatana na madaktari wawili. Daktari mmoja ni kwa ajili ya mahujaji wanaume na daktari mwingine ni kwa ajili ya mahujaji wanawake. Madaktari hawa wanafuatilia kwa karibu kabisa juu ya afya zetu na kutupatia tiba pale ambapo tunapata matatizo yote. Alhamdulillah, taasisi hii Mwenyezi Mungu isaidie iweze kudumu, na mahujaji wenzetu ambao wanatarajia kuja kuhiji katika vipindi vijavyo basi waweze kunufaika. Na mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu namuomba aweze kunileta tena, na nitakapokuja basi ninaamini kwamba taasisi nitakayotumia, kwa sababu sijaona kasoro zozote mpaka sasa, ni taasisi ya Tauhidi Development Network. Tunamshukuru Profesa Musa Asad ambaye ndiye kiongozi wa taasisi hii kwa kuisimamia ipasavyo na kuhakikisha kwamba kila jambo linaenda katika namna ambayo sisi mahujaji tunatarajia. Na tunashukuru sana serikali ya Saudi Arabia. Mimi nilikuja hija mwaka 2017, lakini nimeona hija mwaka huu 2023 namna ambavyo miundombinu imeboreshwa, namna ambavyo mambo mbalimbali yameboreshwa. Kwa mfano katika viwanja vile vya Arafa kulikuwa na matenti machache, lakini safari hii kuna matenti mengi sana, na huduma mbalimbali kama vile za maji na chakula zilikuwa zinatolewa kwa wakati, na alhamdulillah tumefaidika na tumeona jambo hili la hija pamoja na uzito wake limerahisishwa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kunichagua mimi kuwa miongoni mwa mahujaji ambao wamekuja katika mwaka huu, alhamdulillah. Mtazamaji, mmoja kati ya mahujaji ya Tauhidi huyo ambaye ametokea mkoa wa Dodoma, kama mlivyomsikia akielezea taasisi ya Tauhidi namna gani Profesa Musa Asad ambaye amewasimamia mahujaji kwa ubora vizuri sana, ambapo amewasisitiza mahujaji wengine, watu wanaotaka kuja katika ibada ya hija, ni muhimu kuwatafuta viongozi wa Tauhidi. Kina mama wa Tauhidi nao hapa, kina mama wa Tauhidi nao hapa. Kina mama, asalamu alaykum.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambulishe kwa wapi baada hija ndio unaimaliza hivi, hebu elezea furaha yako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Juwairia Musa Ngomo, natokea Ugweno, Simpom Center Ugweno. Hapa nipo maeneo ya Muzdalifa. Tayari tumeshamaliza kuswali swala ya asubuhi. Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kurusha mawe kwenye ile jamarati kubwa. Baada ya hapo tutarudi kule Mina kwa ajili ya kusubiri kesho tukaendelee kurusha mawe kwenye zile jamarati zingine zilizobakia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Neema Msuya, natokea wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro, Ugweno. Hapa tuko Muzdalifa, tumelala hapa na tunajiandaa muda huu kwa ajili ya kwenda kurusha mawe katika jamarati. Na baada ya hapo tutaelekea Mina, tutanyoa, tutachinja na kisha watakaoweza watakwenda kufanya tawafu. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mwajabu Rajabu Mbwambo, ni miongoni mwa mahujaji tulioshiriki ibada ya hija 2023. Alhamdulillah, hija ni mafunzo lakini pia inamjenga binadamu katika, tunasema ana rebuild imani yake, kwamba tunakumbushwa ipo siku tutaamshwa, tutakusanywa kwenye viwanja yaumul hisabu. Kwa hiyo toka tumetoka Arafa tumekuja Muzdalifa, tumelala Muzdalifa na bado tunaendelea kwenda jamarati kwa ajili ya kupiga mawe sheitani. Maana yake kwamba tunarudi kwa Mwenyezi Mungu, kwamba mambo mengi tumeyafanya na jamii tunaiona inakengeuka na mambo mengi. Kwa hiyo hatuna budi kurudi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hiyo ibada ya hija ni ukumbusho na inasaidia Waislamu kupandisha imani zetu. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Jana tumemaliza Arafa, sasa tumelala Muzdalifa, ndio tunajiandaa kuondoka kwenda jamarati kurusha mawe. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kwa hili. Namshukuru sana, alhamdulillah rabbil alamin. Mimi naitwa Madina Musa kutoka Bukoba, Kagera. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Hadija Hemedi Mahinda kutoka Moshi. Kwa wakati huu tuko hapa Muzdalifa tukisubiri safari ya kwenda jamarati kwa ajili ya kumpiga mawe shetani. Tunashukuru Tawhid, taasisi hii imekuwa nzuri kwetu sana. Imetupa maelekezo mazuri, kila pale tunapoenda tunafanyia utaratibu sahihi. Tunashukuru sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Mpenzi mtazamaji, ni mahujaji mbalimbali wa tauhidi hao wakijitambulisha, wakishukuru taasisi ya tauhidi baada ya kumalizika kwa ibada ya hija. Bi Hadija Mgambo, huyu ni kiongozi wa taasisi ya tauhidi upande wa kina mama. Nini? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Salam Mohamed Kasi. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumo katika kuendeleza ibada yetu ya hija. Na leo hapa tupo Muzdalifa, alhamdulillah rabbil alamin. Jana siku ya mwezi 9 tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja tulikuwa tumefanya ibada ya kusimama cha Arafa, alhamdulillah tukamaliza. Na baada ya hapo katika kuanzia muda wa magharibi tukawa tumesogea hapa Muzdalifa, ambapo bado ni muendelezo wa ibada yetu ya hija. Waislamu wote ambao tuliweza kutekeleza ibada ya hija katika mwaka huu, ambao tunaendelea kutekeleza ibada ya hija mwaka huu, tulistahiki kulala hapa na tulikuwepo hapa wote, wanawake na wanaume, tulilala hapa. Na alhamdulillah sasa hivi ni asubuhi, tumeshaamka tayari, tumeshasali sala ya asubuhi.
Tunajitayarisha kwenda sasa kwenda kutupa mawe katika Jamaratul Aqaba. Leo tunaanza kupiga lile jiwe kubwa, mawe 7, na kuanzia kesho tutapiga mawe yote yale matatu, majamarati yote matatu, kila jamarati tupiga mawe 7 na hapo itakuwa tunaendeleza na ibada yetu hii ya hija. Baada ya hapo tutatakiwa kwenda kufanya tawafu ile ya faradhi kabisa, ambayo tawafu ifadha kwa ajili ya ibada hii ya hija. Tukimaliza hapo, Waislamu tena ambao walikuwa kwenye ihram, tulikuwa kwenye ihram, tutakata kwenye ihram zetu na itakuwa ibada yetu ya hija imemalizika. Lakini pia leo hii tutachinja baada ya kutoka Jamarati. Basi tutaanza kuchinja, ama watakaoanza kuchinja kwanza yote unaweza kufanya hili au lile mmoja wapo. Kwa hiyo leo pia ni siku ya kuchinja, na siku hizi kuanzia leo ni yaumu tashrik, siku za kuchinja na siku za kula na kunywa. Tutakuwepo Mina katika siku hizi zote kuanzia tarehe 10 ambayo ni leo, 11, 12 na tarehe 13. Kwa wengine tutaondoka tarehe 12 mfungo 3. Kwa hiyo hii ndio ambayo naweza kuyazungumza kwa siku hii ya leo. Na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia kwamba sote katika kikundi chetu cha Tauhid ambao tunatekeleza ibada hii tunaendelea na ibada yetu hii tukiwa na siha na afya njema, alhamdulillah rabbil alamin, na tumeweza kuyafanya yale yote ambayo litakiwa kufanywa kuanzia mwanzo tulipoanza kwenye umra mpaka tulivyoingia kwenye ibada hija, kuanzia tarehe 8 tukahamia Mina, tukaja jana Arafa, na leo tuko hapa Muzdalifa, na hayo mengine tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe wepesi tuweze kuyakamilisha kama vile inavyotakikana. Asante sana, nashukuru.